ili tupate kuendelea na mambo ambayo yako mbele yetu, na ninashukuru kwa sababu ya Sabato iliyopita maana tulijifunza kuhusiana na mtumishi kuwa faida kwako ama kuwa baraka kwako, na tulisoma maandiko mengi na mifano mingi ambayo inadhihirisha kwamba jinsi ambavyo mtumishi anastahili kuwa baraka kwako. Na kwa pia hatujaanza, tutaimba nyimbo mbili za sifa, nyimbo mbili ambazo ni za sifa. Walio kule nyumbani, nashukuru ni vile nilikuwa nikiwaambia, sisi sio tuko hapa. Tumesoma katika Mathayo 24:14 na habari njema itahubiriwa dunia mzima. Hii jambo tunayofanya imenakiliwa katika maandiko. Hii jambo tunayofanya imenakiliwa katika Biblia takatifu. Kwa sababu neno linasema katika Danieli 12 aya yake ni 4, knowledge will increase. Maarifa itafanya namna gani? Hii ni baadhi ya mambo ya kueleza ujumbe dunia mzima. Kuna watu ambao wamekuwa wakitufuatilia katika nchi za nje. Hebu niambie kama tungekutuma wewe mhubiri uende Saudi Arabia. Kwanza kuna mama mmoja amekuwa akitufuatilia kutoka Saudi Arabia, kila wakati anatufuatilia na wengine sehemu mbalimbali. Je, hili neno lingemfikia? Kwa hivyo hili neno Danieli alitabiri kwamba nayo hekima itaongezeka ama maarifa itaongezeka. Na hii ni baadhi ya mambo ambayo imeongezeka ya kupeleka ujumbe. Ndipo tulisema ya kwamba japokuwa tunaweza kuwa tunarudi hivyo polepole kwenye makanisa, hata wale ambao wamekuwa kiandamana pamoja nasi hatutawaacha, tutaandamana pamoja nao, maana hii injili inafahamu na gani inawafikia. Ndipo mwalimu alisema akatuambia ya kwamba kwa kweli hii ni jambo moja ambalo ni ya kuhubiria, kufikisha ujumbe. Na kama jinsi Masihi aliyosema ya kwamba atinao maarifa itaongezeka, Danieli aliyosema maarifa itaongezeka, naye Masihi akasema habari njema itahubiriwa dunia mzima. Itahubiriwa kwa njia gani? Si eti ya kwamba lazima tuchukue kipaza sauti twende pale kwa uwanja, hapana. Hii ni jambo moja kwenye redio, kwenye ma-TV na pia kwenye jambo lolote, ili habari kisha fikie yule mtu. Basi angalia jinsi habari hii ilivyotufikia sisi wa Kenya kutoka Israeli. Ni kitu kilikuwa kimeandikwa. Mtu akaona anwani zile, akaona yale mambo, ndugu wajue yanaelewa mambo kama yale, na watu wakawa wanatuma barua kule kuuliza. Hiyo ni mambo ya knowledge ambayo imeongezeka dunia hii, ili injili ya baba wetu ipate kuendelea. Kwa hivyo tutasimama tuimbe nyimbo mbili ambazo ni za sifa. Baadaye tutaendelea na walio nyumbani, walio nchi za nje, walio sehemu mbalimbali, kwa sababu najua hata wakati huu wanatufuatilia kama jinsi ambavyo wamekuwa kutufuatilia Sabato baada ya Sabato, na huwa wanasema tunakuwa baraka kwao, tunakuwa baraka kwao. Huwa wanasema, huwa tunawafurahi. Kuna mtu pengine yuko mahali anasema sasa hivi japo si nikaisha tu, halitaisha, maana kila mtu ana kipawa chake. Wewe yako ni ya kuipa. Kama unaweza ipo kula kwa nyumba, unaichukua pia unaituma, inasaidia mtu fulani mahali pale. Kwa hivyo tutaamka tuimbe nyimbo mbili za sifa ambazo ni za kumshukuru baba wetu pamoja na walio nyumbani. Baada ya pale tutaketi ili tuendelee na sermon ya siku ya leo. Kwa hivyo tuamke tuimbe nyimbo mbili za sifa.
sababu ya nyimbo nzuri, nyimbo tamu, nyimbo ambazo ni nyimbo za kupendeza. Namshukuru Baba wetu kwa sababu ya kipindi hiki. Tunajua kwamba kipindi hiki kimekuwa manufaa, kimekuwa faida kwa watu wengi. Bwana asifiwe sana. Unaweza ona tu ni wewe tu, lakini kuna watu mamia huwa wanatufuata tunapokuwa katika mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nitawaomba tafadhali, ukiwa mahali ambapo upo, tupate kuandamana pamoja, na kama jinsi ambavyo tulivyoagana ya kwamba ni vizuri unakuwa na kalamu pamoja na kitabu, pamoja na kitabu chako ambacho ni cha Biblia, au mahali ambapo umenakilia Biblia yako, ili tupate angalau kuwa na ile hali ambayo ni ya kupelekana. Kwa hivyo kwa wakati huu nashukuru pia kwa sababu ya hizo nyimbo mbili. Zimekuwa nyimbo nzuri, nyimbo za kupendeza. Asante sana kwa mpiga gitaa. Hiyo ndio ombi ambayo tuliomba, tukaomba Baba ya kwamba mpaka wapiga vinanda wacha nyimbo zile zipelekane sambamba pamoja na nini na ile hali ambayo ni ya vinanda, nyimbo na vinanda zipate kupelekana pamoja. Kwa hivyo kwa wakati huu kuna jambo ambalo ningetaka tufundishane pamoja na walio nyumbani, na jambo hilo limekula watu wengi sana. Jambo hilo limefanya watu wengi hata katika hali ya kiimani, imani imekuwa ni ngumu. Na jambo hilo likuwa ndani yako, huwezi tekeleza jambo lolote ambalo ni jambo nzuri. Maisha unaona kana kwamba imefika mwisho, unaona ya kwamba wokovu umefika mwisho, unakosa matumaini. Lakini nashukuru Baba wetu wa mbinguni, maana kila shida ina jawabu yake katika maandiko matakatifu. Nataka kuongea juu ya uoga. Uoga umepelekea watu wengi wakakosa kuenenda kulingana na mapenzi ya Baba wetu. Uoga imepelekea watu wengi wakakosa pengine kulithi yale ambayo Baba wetu ambaye amewawekea. Ukiangalia Waisraeli, ukisoma kitabu cha Numbers ama ni kitabu cha Hesabu 14, maandiko inasema ya kwamba Waisraeli walipofika jangwani, maandiko inasema ya kwamba ikawa mahali pale Musa akatuma watu 12, kila mmoja akawa ametwaliwa kwa kila kabila. Kutoka kabila ya Rubeni, maana ndiyo iliyokuwa kabila, ndio maana Rubeni ndiye aliyekuwa mkuu, mzaliwa wa kwanza kwa Israeli ama kwa Yakobo, mpaka ule mwisho wa mwisho ambaye ni Benjamini. Katika watu hao wote pakatuma watu 12, kila kabila wakitoa mtu mmoja. Walipoenda katika nchi ya Kanaani, maandiko yanasema ya kwamba walitumwa ili waende waangalie jinsi ambavyo mambo yalivyo kule. Walipofika mahali pale, baada ya siku 40 wakarejea. Waliporejea, maandiko yanasema ya kwamba wakaleta habari nzuri watu 10. Naposema wakaleta habari nzuri, maana ni habari nzuri iliyotangulia. Bwana asifiwe sana. Wakaanza kusema ya kwamba nchi ambayo tuliyoenda kuipeleza hakika ni nchi nzuri, ni nchi ya kupendeza, maana ni nchi yenye asali, ni nchi yenye maziwa, na pia ni nchi ambayo ina rutuba. Lakini katika kumalizia wakasema lakini, but hapo ndio sasa mambo yalipikia. Ninasema ya kwamba walitanguliza kwa habari njema. Ndiposa Suleimani anasema ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko nini? Mwanzo wake. Kwa hivyo walitangulia mzuri. Nchi tuliyoenda kupeleleza ni nchi nzuri, nchi ya kupendeza. Lakini sasa wanamalizia, nchi ile ni ya kumeza watu, nchi ile inakula watu. Maana watu wa kule ni watu wa kuogopewa, ni watu ambao wana maumbile ambayo sisi tulipokuwa tukiwatazama tulikuwa ni kama mapazi, nao hivyo ndivyo walivyotuona. Kwa hivyo watu wakaingiwa na nini? Na uoga. Wewe usome 14 kitabu cha Numbers ama kitabu cha Dani ama Hesabu 14, usome kwa wakati wako. Watu wakaanza kulia, wakaanza kumwambia Musa, ingekuwa ni heri kama tungekaa katika nchi ya nini? Nchi ya Misri. Maandiko inasemaje? Inasema ya kwamba walipokuwa mahali pale kukawa watu 2. Hapo tutaongea baadaye. Kwa hivyo uoga ulichangia. Baba akakasirika, akasema Waisraeli wakasema ya kwamba afadhali tufie hapa jangwani
Baba akasema, hakika nimesikia kwa masikio yangu. Ni uoga. Hakuna kitu kibaya kama uoga, na uoga ndio umechangia watu wengi wakawa jinsi ambavyo walivyo. Maisha unayoishi maisha kwa sababu umekuwa mtu wa uoga. Watu mpaka imefika hasa corona wanaona ni jambo kubwa kuliko baba wetu wa mbinguni. Uoga imewaingia. Uoga imewaingia. Maisha jinsi lilivyo, maana uchumi ni kama umezorota. Unakuta mtu anaona kana kwamba hakuna kesho. Baba akasema, hakika nimesikia jinsi ambavyo wamesema. Nitawatendea jinsi ambavyo wamesema. Kati waliohesabiwa, unajua nchi ya Kenya wanaelewa mtu mzima ni mtu ambaye amefikisha miaka ngapi? 18. Lakini baba wetu wa mbinguni katika Biblia, mtu ambaye ni mtu mzima ni mtu ambaye amefikisha miaka 20. Kati waliohesabiwa kutoka miaka 20 na kuendelea, hakika yake hawatafika Kanaani, isipokuwa Caleb na nani? Na Yoshua mwana wa Nuni. Kwa hivyo walikosa kuingia kwa sababu ya uoga. Hata leo hii watu wengi wanajiua kwa sababu jinsi maisha ilivyo, kwa sababu ya uoga. Wakati watu wamekaa. Ukisoma katika kitabu cha Isaia 24, nafikia ni aya hebu tusome aya 5 ama hebu tusome aya 4. Isaia Isaia sura ya 24, tusome aya 4. Inasemaje? Dunia inaomboleza. Sikiza sasa hapa. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Ati dunia inaomboleza, dunia imezimia. Sasa hii dunia inaomboleza kila mahali. Kila mahali. Ndio nikasema ya kwamba hata wakuu wa dunia, hata mapresident, mawaziri mkuu, mawaziri, kila mtu mahali ambapo yupo dunia mzima, ati wamedhoofika. Maana hawajui kutatokea nini. Unakuta kuna nchi zinafunguliwa, wanasema sasa ni kama corona imepungua. Baada ya siku wanasema ndio kumeharibika, wanafunga tena. Hawajui kesho kutakuwa namna gani. Kwa hivyo uoga imeingia ndani ya watu. Uoga umeingia ndani ya mpaka watu ambao wanaomcha baba wetu wa mbinguni. Lakini leo nimekuja kukufariji wewe. Wewe ambao unayejuana na baba wetu wa mbinguni. Wewe ambao unayejua kwamba kwa baba hakuna kushindwa, hakuna kushindikana. Niliwaambia jambo lolote ukimtanguliza baba wetu wa mbinguni, kila jambo inakuwa sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Hebu turudi mahali pale. Watu wengi wanaishi katika maisha ya uoga kwa sababu hawajui jinsi ambavyo itakavyokuwa kesho yake ama masaa yao mengine. Na swali kubwa ambalo tungetaka tujiulize ni hii. Tunapokumbana na changamoto ama na mauzito ama na mambo mazito ama na shida, udhia, mateso, mambo ambayo yametuzingira, tunapokumbana nayo tunastahili kufanya namna gani? Hii ndio swali ambalo tungejiuliza. Maana mambo yale yanayopata watu ambao ni waofu ndio ambayo yanayopata watu ambao wenye haki. Sasa tunastahili kufanya namna gani? Mambo yale yakija, jawabu ni rahisi. Ni kutii neno la Baba. Hakuna jambo lingine. Tukitii neno la Baba, tutii neno la Baba wetu, sisi hatutakuwa kikundi cha watu ambao ni wa kuogopa. Hatakuwa watu ambao ni wa kushindwa vile ambavyo itakavyokuwa. Tumesomewa funzo saa hii ilikuwa inaongea kwamba kutambua ishara za kuja kwa za nyakati zetu. Hatutakuwa kwenye giza. Tutakuwa watu ambao malaika aliambia Danieli, enenda zako wewe Danieli. Akamwambia kwamba nyakati za mwisho watu wengine watasafika, watatakazika wasafike, lakini waovu wataendelea kutenda dhambi. Na hawataelewa jambo lolote hao waovu. Lakini wewe ukitii neno la Baba, uwe mtu wa kutii. Vile baba wetu amesema hili neno tukilitii, hatutaishi maisha ambayo ni ya uoga. Tukifuata amri za baba wetu, hatutaishi maisha ya uoga.
Hatutaishi katika maisha ya kubahatisha. Unajua kuna ambao wanaishi maisha ya kubahatisha kwa wakati huu. Watu wanajiua. Watu wa mume na mke wanaachana, wanapeana taraka. Maana hawajui kutakuwa namna gani maisha ya uoga. Nimekuambia jawabu ni rahisi, ni kutii neno la Baba wetu. Na kutii neno la Baba wetu ni kumtanguliza Baba wetu. Baada ya pale ni maelezo tu na kuelezea hapa. Na katika zile shida, wajua shida, tatizo tulionayo, tukipata challenges, changamoto za kimaisha, unakuta mtu sasa amehuzunika, mtu hana furaha tena. Katika zile changamoto unahitajika umsifu Baba katika zile changamoto. Maana kitabu cha Wathesalonike wa kwanza tunaona neno la Mungu namna gani linasema ya kwamba tumshukuru Baba kwa kila jambo. Yaani katika zile changamoto, kumbuka Paulo na Sila katika Matendo ya Mitume 16. Na hapo ndio kuna shida sasa. Ati mtu anamwambia amsifu Baba akiwa amelala njaa. Amsifu Baba akiwa ni mgonjwa. Amsifu Baba akiwa katika hali ambayo pengine kazi yake imeharibika. Amsifu Baba katika hali pengine amefutwa kazi. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati mitume walipochapwa mijeredi katika Matendo ya Mitume 5, ndio nasema ya kwamba walitoka pale mahali pale kama wamefurahi. Maana ndio nasema ya kwamba waliona ya kwamba ni kama wanafaa katika mambo kama yale. Matendo ya Mitume 16 ndio nasema ya kwamba naye Paulo na Sila baada ya kuhubiria Warumi wakasema ya kwamba watu wale Wayahudi na wamekuja kututangazia habari ambayo sisi tukiwa Warumi hatustahili kufuata. Kwa hivyo wakashikwa, wakapelekwa kwenye makali, wakahukumiwa wapigwe kwenye mijeredi, kisha watupwe kwenye gereza. Maandiko yanasema ya kwamba wakavuliwa nguo, maana walikuwa wanapigwa wakiwa uchi. Na walikuwa wanapigwa kwa ile bakora, ile kiboko ambacho ukichapo moja namna hii unasikia kweli ni uchungu umesikia. Wakachapwa mbele ya watu mchana kutwa. Kisha hawakuachiliwa, wakatupwa kwenye nini? Kwenye gereza. Ninaposema ya kwamba umsifu Baba katika zile changamoto nazopitia. Kuna wimbo ambao huwa tunaimba ya kwamba hata walipotupwa kwenye tanuru la moto, walimsifu nani? Elohim. Akina Mishaeli, Azaria na Hanania. Maana Nebukadnezar alipoamka na kuangalia kona ya kwamba kuna watu watatu tuliotupa, lakini tunaona ni wangapi? Wanne. Unapomsifu Baba katika zile changamoto unazopitia, maana unajua ya kwamba changamoto unazozipitia sio jambo kubwa ikilinganishwa na Elohim ambaye umemwamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo wakiwa mahali pale kwenye prison ama kwenye gereza, maandiko yanasema ya kwamba hawakukaa kwa hofu. Sasa nataka uchukue hiyo picha. Kama ingekuwa wewe ungekaa namna gani? Kama unakosa chakula ya kukula siku moja, unakaa kana kwamba mtu ambaye atakufa siku hiyo nyingine. Unasema hata kama ni kama Elohim huwa nisikii. Ni kama mimi niliachiliwa zamani. Walipokuwa mahali pale, na ukumbuke ya kwamba hawajatupwa kwenye gereza kwa sababu ya maslahi yao, ya mambo yao. Waletupwa kwa sababu ya neno la kweli. Kwa sababu ya Injili. Wakiwa mahali pale, walimsifu Baba wakiwa kwenye shida. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba wakawa wanamsifu wakimwomba nani? Elohim. Uoga haikuwaingia, waliingia kuwa wajasiri. Na katika hali ya kusifu Baba wakiwa kwenye shida, miujiza ilifanyika. Amen. Maana leo nasema ya kwamba milango ya gereza ikafunguka. Vifungo vya wafungwa vikalegea. Wafungwa hawakutoroka, walikaa mahali pale. Maana wamefungwa na leo na nani? Na Baba wetu. Ili lawama isije kawa ni kwa kina Paulo na Sila. Yule mkubwa wa gereza akakuja akaangalia akiwa anatetemeka, akaona watu wote hawajatoroka wako mahali pale. Akauliza kina Paulo na Sila, nifanye namna gani ili nipate kuokoka? Wakati mwingine unapitia kwenye shida ili mtu fulani apate kuokoka kwa ajili ya shida unayopitia. Ili iwe ushuhuda kwa watu wale. Bwana asifiwe sana. Lakini mwanadamu asili yake, yeye hataki kupitia kwenye shida. Asili ya mwanadamu anataka kila barabara iwe imenyooka, anataka kila kitu iwe sawa sawa, lakini nataka kuwakumbusha ya kwamba katika kitabu cha Mhubiri 14 yake ni ya 12 inasema ya kwamba wakati mambo yako 7:14, wakati mambo yako sawa, ufurahi. Wakati ambapo unapopitia katika dhiki ama katika shida,
fikiria. Maana Baba amefanya ile ya kwanza iandamane pamoja na ile ya pili. Kwa hivyo tunapopitia katika maisha haya, lazima kuna milima na kuna mabonde. Kuna changamoto aina mbalimbali ambazo tunazozipitia. Lakini katika zile changamoto nikasema ya kwamba tunapokumbana zile changamoto, jawabu ya ile changamoto ni kutii neno ambalo ni la Baba wetu. Amen. Ndipo sasa nikasema ya kwamba tumsifu kwenye zile shida. Kama unilala njaa, unasema Baba ninakushukuru, maana nikapokuwa nimelala njaa najua kwamba nitashiba. Amen. Lakini unakuta sasa mtu, hata kuna watu wanaacha wokovu kwa sababu ya shida. Wanakuwa kama Isau. Isau aliuza urithi wake kwa sababu ya njaa. Wengi wameuza, wengi wamejiuza kwa sababu ya njaa. Unakuta mtu mpaka anavunja amri za Baba, anavunja mpaka amri ya Sabato. Maana jana hakukuwa na chakula, alikosa chakula, sema leo nitaenda kazi, nitaenda kibarua. Jawabu la kushinda yale majaribu ama zile changamoto ni kutii neno la Isaia 1:19. Soma mahali pale. Isaia 1:19 inasemaje? Isaia sura ya kwanza tusome aya 19. Andiko lasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Sikiza mahali pale. Ni neno jepesi. Kama tukikubali, ndiyo tumekubali hili neno. Najua kila mmoja amekubali ya kwamba huko mbinguni kuna Baba wetu wa mbinguni. Lakini kuna jambo lingine linaongezewa na kutii. Kutii ndio kunafanya mambo yako yawe jinsi ambavyo ilivyo. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 28, ndio unasema ya kwamba, naye Bwana akasema ya kwamba iwapo mtatii, mtasikia sauti yangu na kuitii, baraka hizi zitaandamana pamoja nanyi. Utabarikiwa unapotoka na ubarikiwa unapoingia. Kutii tu, hakuna jambo lingine linahitajika. Si ati jambo kubwa linahitajika katika hili neno, ni kutii. Baba amesema namna gani? Ni kutii tu, hakuna jambo lingine. Ndipo akasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Afadhali ukosa kutoa dhabihu hapa, lakini uwe mtu wa kutii neno la Baba. Afadhali ukosa kutoa dhabihu, kutii ni bora kuliko dhabihu. Unapotoa dhabihu, jiulize kwa mimi huwa ni mtiifu. Mimi huwa natii neno la Baba, vile Baba ameagiza huwa natii. Isaia akasema ya kwamba kama mkikubali na kutii, ndio mtakula mema ya nchi. Kwa hivyo tukifika sasa tutakula mema. Si namna hiyo? Sasa hivi wakati huu ni haki yako kuitisha kwa Baba wetu. Lakini itakuwa haki yako kuitisha iwapo umetekeleza yale Baba amekuambia. Hawezi itisha na wewe sio mtiifu. Hata wazazi hupendezwa na watoto ambao ni watiifu. Hata sisi wachungaji, wajua sisi binadamu pia. Kama sio mtiifu wakati mwingine tunakuangalia tunamna hiyo. Lakini ukiangalia mtu ambaye ni mtiifu kwa neno la Baba, si kututii sisi, kutii neno la Baba. Hata akiwa na shida tuko mahali pale haraka. Maana Baba anatuweka ule moyo wa kufika haraka. Lakini unakuta mwingine yeye anafanya bila anavyofikiria. Sio mtiifu, mtu wa kujichunga, mtu wa kujitawala. Lakini anasema ya kwamba kama mkitii, mkikubali na mtii, mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi. Mema ya nchi kama vitu gani? Gari nzuri, nyumba nzuri, mashamba na maploti na kadhalika. Mathayo 6:25. Mathayo 6:25. Unajua vitu vingine tutapata kule Zayuni wapendwa. Tutakuwa kama malaika. Haleluya. Amen. Tutakuwa kama malaika. Amen. Hatukusema
kwa sababu tunahubiri ndani, msiseme amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Tunaongea na nyinyi pia wale nyumbani wanasema amen. Maana unapata wanasema amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mambo mengine hata yapata kule Zayuni, tutakuwa kama malaika. Ndivyo tunavyosoma. Ya kwamba Masadika wakamuuliza, No. kulikuwa na mtu mmoja alikuwa na wana 7. Mmoja kwanza akaoa. Baada ya kuoa Akafa. mkewe huyo jamaa akakufa wa kwanza. Ndio. Mke wake akachukuliwa na wa pili. Hivyo mpaka wa 7. Wakauza Masihi. Unajua Wasadika walikuwa waamini ya kwamba kuna roho, walikuwa waamini ya kwamba hakuna ufufuo, walikuwa waamini ya kwamba hakuna malaika. Wakauliza ya kwamba sasa wakati wa ufufuo huyo mke atakuwa na nilisikia mwingine akasema atakuwa wote 7. Mwingine akaniambia atakuwa yule wa kwanza. Hapana, basi akawaambia mwapotee kwa sababu ya myajui. Maandiko hayo uweza wa Baba wetu katika hali ya kiyama hakuna kuoa na kuole. Watu wote watakuwa kama nini? Malaika. Usifikirie kwamba huyu bibi yako tutakuwa na mpaka Zayuni. Hapana, inaishia hapa. Ya mwili ni ya mwili na ya roho ni nini? Roho. Ni roho. Unajua kuoa na kuolewa si mambo ya roho. Hiyo ni mambo ya mwili. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni mambo ya mwili. Usiseme ya kwamba ati sasa kwa sababu ulioa kiroho. Hapana, tunaolewa kiroho na nani? Na Yahshua Mesaya. Tunaolewa kiroho. Mume wetu wa kiroho ni nani? Ni Yahshua Mesaya. Sisi ni wake ama ni mke wa nani? Wa Masihi. Wa Masihi. Hiyo ni mambo ya kiroho tunaongea juu yake. Lakini ikifika mambo ya kimwili unaoa mtu kama wewe. Yaani mtu ambaye ni binadamu kama wewe. Kwa hivyo mambo mengine tunayapata kule Zayuni, tunapewa hapa duniani. Amen. Inasemaje? Mathayo sura ya 6 tuanze aya 25. Ndio. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbuke maisha yenu, mule nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Kwa sababu ya uoga ndiposa tunafadhaika. Ndicho tuweza agana. Kwa sababu ya uoga. Kwa sababu sisi watiifu. Lakini ukiwa mtiifu utakuwa unaomba kisha unaenda kazi. Anasema ya kwamba yeye hubariki mtu wake kama amelala. Si unabarikiwa wakati unaenda kazi. Unabarikiwa hata wakati ulikuwa umelala umebariki. Sasa wakati unapoenda kazi unaenda kuchukua. Amen. Hauendi kutafuta, unaenda kwa nini? Kuchukua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu wewe ni mbarikiwa, ulishabarikiwa kama umelala. Amen. Kwa hivyo uendi kutafuta, unaenda kuchukua. Sasa hiyo ni gumu kwa watu wengine. Unaenda kuchukua. Uendi kutafuta. Maana wewe ni mbarikiwa. Maandiko inasema ya kwamba Yusufu alipokuwa katika nyumba ya Potifari, kwa sababu baraka zilikuwa kwake ndani yake, chochote alichokuwa kigusa kinabarikiwa. Alipotoka kwenye gereza, baraka haipo kwa Potifari, ilikuwa ndani yake, maana alikuwa mbarikiwa. Alipokuwa mahali pale, kila jambo aliyokuwa akitenda kwenye prison ilikuwa linakubalika. Amen. Alipotoka, maana baraka iko ndani yake. Aliposimama mbele ya mfalme, baada ya kupeana yale maagizo, jinsi ambavyo kutakavyofanywa kwa sababu ya njaa itakayokuja baada ya miaka 7, alitoka akiwa waziri mkuu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana ni mbarikiwa. Kwa hivyo kila ambacho kinafanya tufadhaike, tukulia kile. Tukugudhukile. Mpaka tumeanza kunena kama watu wa mataifa, ni kubaya. Masiasa kile kusema ni kubaya. Kila ambacho nacho kila ulimi wako ndivyo inavyo kuwa. Methali 18 aya yake ni 20. Ndio nasema ya kwamba mauti na uzima imo kwenye uwezo wa ulimi. Kila ambacho nacho tabiri ndicho ambacho kinachokuwa. Ukisema uwezi hautaweza. Ukisema ni kubaya kutakuwa kubaya. Daudi wasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ndio kuna shida, lakini wasema sitapungukiwa. Kwenye hii shida nitamtukuzwa mpaka kwenye hii shida. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wengine nasikia ni kama msamia sasa hii maneno na nililala jana. Na nyinyi hamjui, nyinyi hamna upendo nyinyi. Hamna upendo. Hata mtu kama sasa. Shalom. Shalom. Mtukuzwe hapa katika hilo jambo. Amen. Hawajui kazi yangu iliharibika. Hawajui mimi nilifutwa kazi. Si hawa Elohim. Ndio natakana umuulize, na kama utamuuliza jiangalie kwanza. Bwana, mimi ni mtiifu wa neno lake. Napoenda kumuomba lazima ujiulize maswali. Nimemuasi.
Unajua mtoto akiona ya kwamba hajaenda kulingana na wazazi wake, haizaenda kuitisha kitu. Kwanza tatupo kwanza ambie mimi mzazi mimi nilikosea hivi na hivi, akitaka kitu kingine. Lakini sisi tunaitisha, watu wengi wanaitisha vitu, wapewe na ni waasi. Wamekosa kutii. Msifadhaike mule nini mnywe nini ama muvae nini. Anauliza ya kwamba maisha ni zaidi ya chakula. Kama umepewa pumzi ya uhai, chakula ni nini? Wafu wanaweza kula? La hasha. Wafu waweze kakula. Wewe uko na matumaini hata kama uko njaa utakula, maana uko nini? Uko hai. Ati mwili ni zaidi ya mavazi. Sasa hapo kwenye mocha na anabaishwa nguo wakati atakwenda kusikwa. Maana kwenye mochari watu ukaa uchi. Mavazi watu wanavuliwa. Sasa anabaishwa ingine wakati hapo anapoenda kuzikwa. Anavuliwa anaweka mavazi mengine. Sijui kama hawa kwa mtu akifa kwa corona anabaishwa vile watu walikuwa wanabaishwa sijui namna gani. Lakini wewe uko na matumaini, uko na mwili. Unaweza pata nguo ya wakati wote na kufanya namna gani? Uvae. Kwa hivyo uoga unachangia watu wa kufadhaika. Wa kujiuliza maswali mengi. Kutakuwa namna gani? Huwa nawapa mfano na watoto hawa wetu. Mtoto akienda kwa mzazi wake, huwa anajua kwamba mambo yote ambayo atakayemwambia wa mzazi atamtendea ama atamtimizia. Na akitoka kwa mzazi huwa anabidi ya kwamba nimeshatendewa. Ndio. Shalom. Shalom. Lakini sisi hata wengine wataombewa hapa mbele. Lakini wataenda wajishike hapa. Sasa itakuwa namna gani? Na ameombewa tayari, hata atajiombea mahali ambapo yupo. Na muambie baba, naomba baba, ninaamini kwamba umenifanya, umenipatia. Lakini akitoka hapa, sasa kutakuwa na angalia. Hebu soma 33 inasemaje? Ni ambao kinahitajika kwanza. Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Hiyo ndio siri wapendwa. Siri ya kubarikiwa. Siri ya kuinuliwa. Siri ya kuondoa uoga wa maisha ni kutafuta haki ya Baba, ufalme wa Baba na haki yake. Hiyo ndio siri tu. Tukisema tunawahitaji hapa mwanadamu wa mwezi, wacha kusimamisha visababu vyako huko. Tukisema tuko na ushirika wa Jumatano hapa, wacha kusimamisha visababu. Tukisema Sabato tunakutanika hapa, maana ni maandiko. Wacha kusimamisha visababu. Maana Baba hatasikia visababu vyako. Hata sema yako utasema mimi unajua Baba siku hiyo. Baba alipopanga jambo hilo amepanga akijua kwamba wewe uko katika nyumba yake. Shalom. Shalom. Tutii neno la Baba. Anasema tutafute ufalme na haki yake. Sasa kufika mahali pale anasema ya kwamba na hayo mengine mtazidishiwa. Nimesema mtu ambaye alikuwa anaenda kuchukua, si kutafuta. Kitu ambacho tunatafuta ni Roho Mtakatifu. Hapo ndio maandiko yanasema kuna mtu ambaye ameenda Mathayo 7, ambaye hupewa bishawe fuatafutai. Hii inaongea mambo ya Roho Mtakatifu kusoma katika Luka 11. Atije Baba hatazidi kuwapa nyinyi Roho Mtakatifu. Mnao mlio siku na sana. Lakini mambo ya hii ya dunia hii ni kwenda kuchukua. Maana ukisema Zaburi 24, vitu vyote ambavyo viko katika dunia ni za nani? Za Elohim. Ni sababu wetu wa mbinguni. Niliwaambia kwamba ufunguo unaofungua hii kufuli ni tofauti na kufuli. Na ufunguo hapana, ufunguo kwenye lango, na ufunguo kwenye ofisi, na ufunguo kwenye store, na ufunguo pengine kwenye choo. Kila kifuli ina ufunguo wake. Na sisi watu wengi wanatumia ufunguo moja. Ufunguo wa choo ndio ufunguo wa store, ndio ufunguo wa ofisi, ndio ufunguo wa lango, ndio ufunguo wa kufungua kanisa. Haiwezekani unataka kutumia ufunguo moja. Tukamwambia radiko ni ya kwamba huwezi kutumia jambo moja, njia moja kupata jawabu tofauti. Lazima kila jambo unasema hapa sasa nitaandika mfano na hii nipokee hiki. Hapa nitaandika mfano na hii nipokee hiki. Ukishajua hivyo utakuwa kama maisha ya kusubukana mpendo. Bwana asifiwe sana. Wewe ni kuomba tu, Baba nimekuja. Najua wewe unanisikia. Kama vile Masia alivyokuwa akiomba, najua wewe huo unanisikia. Wewe ni kama unabahatisha. Baba hata sijui kama unanisikia. Baba sijui. Ni kama wanabahatisha hata maombi yao. Ndipo wakati mwingine unarudia maombi,
Unaomba unasema na nimeomba msuri kweli. Kwa sababu hata ujui kuomba. Wengine wamekuwa wakirudia maombi hapo. Wengine wanaomba wakiwa kama wamelala. Hajafundika sasa na kuja baba nimekuja mbele zako. Wewe nimeomba na hakuna mwingine. Usigizi ndio huyo. Bali kabisa sema haja. Nilikuwa naomba. Anarudia tena maombi. Sasa wewe ni mtu wa aina gani wewe? Unajua unaomba na nani? Unaomba nani wewe? Nimesema uoga umechangia watu wengi kutofikia malengo yao. Yoshua 1 aya yake ni ya 6. Yoshua aliambiwa namna gani? Yoshua 1 aya yake ni ya 6. Soma mahali pale. Kitabu cha Yoshua sura ya 1 aya ya 6, andiko lasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Ushujaa ukikosa, ushujaa huo unakosa kwa sababu ya uoga. Unajua uoga ni kitu kingine, huwa inachangiwa na mambo mengine yanayotokea. Jinsi ambavyo ulivyokuwa ukisudia, unakuta imeenda tofauti na uoga unaingia. Unajua Petero anakanyaga maji mzuri, anatembea juu ya maji. Maana Mwokozi alimwambia kwamba Petero alimwambia Mwokozi, kama ni wewe niambie nije. Alitoka kwenye boti nzuri, kwenye mashua nzuri. Akakanyaga maji. Haya, Petero akasema, kumbe naweza tembea kwenye maji. Na akatembea. Lakini alipokuwa akitembea, maandiko yanasema ya kwana akaona upepo, mawimbi yakali. Alipoona mawimbi, uoga ukaingia. Uoga huingia kwa sababu mambo huko nakusudia. Kuna wakati mmoja nilipokuwa pale Buseni, nilikuwa nimepata mzigo Uganda. Sasa gari nilikuwa nichukue sijui saa 8 sijui saa 9 usiku. Nikawa nimeamka sijui saa 7. Sasa nikaenda mahali fulani, nikajiegemeza kwenye ukuta namna hii. Pakaja mtu anatembea. Sasa nilikuwa sina saa. Nikamuuliza, "Aisee, nataka huyo mtu akaja aliona ni mtu, akafanya namna gani?" Alikisababu namfuata na yeye anafanya namna gani? Akipiga nduru. Maana amejua na uoga, maana ni jambo ambalo hakuwa anakusudia kuliona. Mimi namfuata nimuulize ni saa ngapi. Yeye ana nini? Yeye mawazo yake niingia kwamba ni mwizi mkora. Ni mkora. Maana alipokuwa kitembea anaweza kukutana na wakora. Na walikutana na wamejipanga tayari kutoroka. Ni kutoroka. Kwa hiyo uoga nimesema unaingia mtu kwa sababu ya mambo ambayo huko na kusudia unaweza kuyaona ama kuyasikia. Waisraeli waliingia uoga kwa sababu ya mambo ya kusikia, na wale wengine kwa sababu ya mambo ya kuona. Kwa hivyo Yesu akaambia kwamba uwe hodari na shujaa. Hii maana hitaki watu ambao ni watu ambao ni waoga. Ati kwa sababu maneno yako uliongelewa na msifatu huko, ati usijue wewe sijui unakuaga hujaokoka mzuri. Kwa nini yako na kipimo ya kujua kama umeokoka kama hujaokoka? Ati unajua mimi sio nini fulani kama ameokoka mzuri. Ni kama imani, kama si mtu wa imani mzuri. Sasa mtu akisema hivyo, Elohim anasema namna gani kukuhusu? La muhimu ni kujiuliza kwamba Elohim yuwasema namna gani kukuhusu. Amen. Wachana na mtu anaweza sema jambo lolote. Watu wako hapo kuongea. Usipofanya wataongea. Ukiongea wataongea. Usipoongea wataongea. Usipofanya wataongea. Mtu yuko mahali pale aongee. Na ni mzuri watu waongee. Amen. Kuna watu kwa sababu waliongelewa vibaya. Kwa sababu mambo yao waliongelewa, watu waliongea mambo yao mabaya. Sasa anaingia na uoga. Hata hawezi akasema mahali kama hata akiwa na jana. Sasa mimi watu sijui wananiona namna gani. Sasa kipimo chako si watu, kipimo chako ni nani? Elohim. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Yoshua akamwambia kwamba na Elohim ameambia kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana wewe ndio utawaingiza watu hawa. Sasa iguoya itike tongoja waoga hawezi wakaongoza. Unajua hata president wetu lazima awe shujaa. Akiwa na uoga hawezi akaongoza hii nchi. Hata uchungaji wakati mwingine lazima uwe mkali. Lazima uonyeshe wewe ni shujaa. Wewe ni hodari, wewe na moyo wa hodari. Uko na uoga tu kwa sababu watu wanasema utakuwa unapindiliwa. Niliambia ndugu fulani kwa tukiweka ka box ya maoni pale kutoa maoni. Ati sasa kuna kasaduku kamewekwa suggestion box imewekwa mahali pale. Ati wewe kama kiapo hapo unaona kwa hii kanisa unaona namna gani? Utasikia video hata kuna mtu atasema hii kanisa ifukwe. Utasikia maoni pale. Hata mimi naona yule pale alikuwa anatufuria lesoni hana roho.
Utasikia mambo pale, utafuka hii kanisa. Ndipo wakati mwingine viongozi wanastaka wanafuka nini? Masikio, wanasema masikio. Wanajifanya hawaoni wala hawasikii. Maana hii masikio husikia mambo mengi. Unajifanya hausikii, hata unajifanya hauoni. Hata hivi viongozi waume ambao mmeoa, kila kitu kikodolea kwa nyumba macho kila namna hii. Utakuwa unapigana mkao kila wakati. Kiongozi si mtu wa kuangalia maneno mengine, hata kusikia maneno mengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Yoshua ameambia kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana wewe ndio utafikisha watu hawa Kanaani. Kwa hivyo angekosa moyo wa shujaa na kuwa hodari, hangefikisha hawa watu. Angalia Sauli. Sauli anaambia kwamba mfalme wa kwanza wa Israeli, anaambia ya kwamba ende uangamize chochote ambacho kiko katika nini? Kwa Amaleki. Hata mfalme wa Agagi muangamize. Lakini Sauli kwa sababu alitaka watu waendelee kumsifu, akaogopa watu wakachukua zile kondoo mzuri, na pia wakabakisha, wakakosa kumuua nani? Mfalme Agagi. Hata wahubiri ambao wahubiri hapa, wewe nena neno, onya watu, kemea, karipia. Wacha kuogopa ati watu wataenda. Si waende. Ati sasa mzuri ukihubiri hivi watu wataenda. Sasa si wako hawa ni watu wa nani? Wapi ukweli? Hata Yashua katika Yohana 6 alipowaambia lazima mnikule na mninywe. Wakamwambia tukule binadamu. Wakala ile ile nzito kwa gani? Wakaondoka. Akauliza mitume, nanyi pia hata nyinyi mnataka kwenda? Unajua kuna mtu anataka kuja kanisa, anakuja kwa sababu ya pasta ili aingize watu. Wewe unakuja kwa sababu yako. Ufalme ni wako, unatafuta, unataka kubarikiwa wewe, huji kwa sababu yako mimi. Kama maneno. Sasa viongozi wengine wamekuwa waoga. Hawataki kuambia watu ukweli. Hata kwenye unafanya kazi wewe, hutaki kuambia watu wale, hutaki kuwahubiria hata wajue kama wameokoka. Niwaambia kuna watu huwa wanapigia simu. Nikwambia Bwana asifiwe. Amzuri, najua kwamba hapo kwenye dini. Ama mahali ambapo hapo, hataki watu wajue kama wameokoka. Kuna mtu anaweza kumwambia Bwana asifiwe akasema amen, maana hapo katika sehemu ambayo si sawa. Ama hataki wao wajue wameokoka. Nasikiaga, huwa nasikiza. Najua hata naweza kuambia huyu hata si mara moja. Hiyo na tukifika hapa ukimwomba anasema hata kama hujamaliza Bwana asifiwe anasema kama. Lakini yakiwa kwenye kazi, amen hakuna. Hata wengine hata shalom peke yake shalom. Kwa sababu wako na uoga kwa kupoteza marafiki. Hata nipo nawaambia kuna wapata hawaingi vitambaa vile wamevaa mzuri wakiwa kwenye kazi. Hawataka kujulikana kama wameokoka. Wanavaa vitambaa vingine utafikia ni hapo, wanafugia hapa mbele. Nafugia hapa. Wengine inaenda kama ile mgongo ya kamia inaenda juu. Hawataka kujulikana, lakini wakiwa kanisa wanakuja sawa wamefunga mzuri. Kwa hiyo tukaeka kutumia mwega mohonoku. Lakini akiwa kazini mavazi yake anaogopa asipoteze marafiki. Uoga. Yoshua niambia kwamba uwe hodari na moyo na kuwa na moyo wa ushujaa. Maana wewe ndio utakayefikisha watu hawa Kanaani. Amen. Watu waambie ukweli. Uoga uwatoke. Wafanye maamuzi. Siliwaambia kuna mtu ambaye anaenda kanisa kwa sababu ya wazazi wake. Yeye anasema hiyo kanisa mimi naenda kwa sababu ya wazazi. Mimi nikisha toa kwa hiyo power mimi hiyo kanisa sitakuwa naenda. Anaogopa. Aya yake ni ya 7. Yoshua sura ya kwanza aya 7. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono kuume au kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Ili huu uoga uishe, lazima utii sheria za Baba. Akaambia kwamba iwapo utataka kuwa hodari na shujaa na kuwa na moyo wa shujaa, itabidi uyatunze amri za Baba wetu. Kuyafuata kama jinsi mtumishi wangu Musa alivyonifuata. Ufuate maagizo yangu.
Hapo ndio utaonekana wewe sawa, wewe ni shujaa. Wewe ni hodari. Hutakuwa na uoga. Hata ukiona TV wanatangaza wamegoja watu 700. Hakuna uoga. Unajua kuna mtu akiona mitangazo hata nani kama anagoja kazi maia. Unajua akaduka ikora wote. Watu watagojeka wote. Nani ambaye alikwambia watagojeka wote? Si niwaambia kuna wakati dunia ilikuwa na watu milioni 400. Walikufa watu milioni 200, wakabaki watu milioni 200. Dunia ulimwengu kuna wakati kulikuwa na watu milioni 400. Kukaja ugonjwa tu. Watu wakafa milioni 100. Yaani siku nyingi walifanya katika hali ya kuzika. Wakabaki watu milioni. Watu wakagojeka wote. Wewe ni kuendelea kumuomba Baba, kuendelea kumsihi Baba, kuendelea kumwambia Baba unayaweza. Lakini si kuingiza uoga. Sasa ukiwa muoga, yule ambaye ni mwenye dhambi atakuwa namna gani? Atakuwa wapi? Kama mwenye haki amekuwa muoga, na mwenye dhambi atakuwa namna gani? Sitakuwa maisha huyo ya kitambo. Kwa hivyo kuwa na moyo wa hodari, kuwa moyo wa ushujaa, kuwa hodari, lakini inategemea kama unatii neno la Baba wetu. Unajua ni vibaya tu tunajidanganya ya kwamba tuko tumeokoka, ambapo mbegu ya wokovu haiko ndani yetu. Hebu jiulize, wewe umeokoka kweli? Kuokoka ni kuachana nini? Dhambi. Na dhambi. Hakuna formula nyingine. Aya yake ya 5 inasemaje hapo? 5, rudi juu. Aya 5. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Haleluya. Amen. Sitakupungukia wala sitakuacha. Ni Elohim amemwambia Yoshua. Akamwambia kwamba hapata kuwa na mtu yeyote atakayesimama mbele yako. Hata awe na mali kiasi gani, wewe umeshika neno la Baba. Hata awe na cheo kigani, wewe umeshika neno la Baba. Hata kutisha, hata akasoma ako na PhD ngapi, kama wewe umeshika neno la Baba, utakuwa mtu ambaye ni wa kutikizishwa na Baba. Anasema ya kwamba maadui zako watakuja kwa njia moja, wataweka njia ngapi? Njia 7. Kwa sababu wewe Baba, mimi nasema ya kwamba hakuna mtu yote ambaye ataistahimili mbele yako, hakuna. Wakisema uko namna hii, Baba anakushindania. Haleluya. Wakisema uko namna hii, Baba anakuendelea kukuinua. Wakisema si uko namna gani, Baba anaendelea kukubariki. Haleluya. Namna hiyo. Shida yako nimekuambia ni kuangalia watu watasema nini kama Sauli. Ni kusikia sauti ya watu. Unajua Samueli kabla hajamjua Elohim, alikuwa anajua sauti ya nani? Ya Eli. Akiitwa na Elohim, anamkimbilia Eli. Eli umesemaje? Anamwambia mimi sijakuita, nenda ukalale. Maana alikuwa amezoea sauti moja. Kuna watu wamezoea kusikia sauti ya watu, hawajui sauti ya Elohim. Ni vizuri ubadilishe sasa. Uanze kusikia sauti ya Baba. Watu wamesema hivyo, Baba unasema nini? Na hiyo ndio kitu ambacho imesaidia baadhi yetu. Tungekuwa tumeacha wokovu zamani, kwa mambo ambayo tumekuwa tukiyapitia, lakini tunamshukuru Baba wetu. Maana watu wamesema, lakini Baba unasema nini? Haleluya. Amen. Na hakuna uoga. Hata wakuja 1000, wewe utaendelea kama umesimama. Maana wewe ni hodari, wewe ni mteua wa nani? Elohim. Haijalishi. Ndipo sasa nilipowaambia wengine tutafukua hapa. Kwa sababu Baba yuko pamoja. Tutakubalika serikalini. Nashukuru kwa sababu ya rafiki yangu yuko mahali pale. Tumetoka naye mbali sana. Yule dada yuko mahali pale. Paka bwana chifu ameniambia, "Sasa wewe sasa unaendelea tu wewe." Niwaambia kuna wakati Speed walikuwa hapa. Kwa sababu yule mzee ana moyo ujasiri sana. Ni mzee mkongwe lakini anakaa kama Caleb. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Kukiharibika saa hii usikera ni cruiser inakuja hapa. Kuna watu wanapaswa hii mabati. Utawakosa. Wacha vile mnaiba na mnai. Usikie kumekujwa. Hapa najeleza baki na watu wachache. Uwe na moyo wa hata kuna ambao tulipewa barua, tukapewa tuna county commission, tuendelee na ibada. Watu 15 pale mbeleni. Bado ile barua iko. Iko itike tokolia kundu.
Waoga hawezi wakaongoza mahali. Waoga hawawezi wakaongoza mahali. Baba hataki waoga. Anauza mpaka tukakuja leo kanisa. Barua ndio hii. Tomaso kwa sababu ni wengi. Kaya Tomaso ndio hii barua. Wanasema kumbe barua iko. Lakini bado anaiba akisikia kuna guruma nje anasema hivi. Tutaona wewe. Uoga. Bwana asifiwe sana. Amen. Iko itike tokole kinyamishie. Waoga hataweza wakaongoza kapoma. Hawezi. Unasikia mlango inagoga, ukisikia panya, anaambia mke aende angalie na mzee kizee kimelala mahali pale kimejifunika mbaya kichwa. Anaambia mke nenda kaangalie. Waoga. Paka kuna watu wanasituliwa na panya. Kwani wakisikia panya kwa nyumba, wengine mpaka wanaitisha maombi kwa nyumba. Na ni panya, unajua pasa, nasikia watu wanapita kwa mapanya. Na ni panya, kuna maombi mengine itakwambia hivi ni panya wewe inapita. Tafuta mtego ya kuwa panya ama na kirati dawa ya sumu uwe panya. Hiyo si kukuzi na maombi. Unaitisha maombi mpaka unaenda maombi ya kufuka siku 3. Ati panya, ati unasikia ni kama majini. Yaani ni panya. Unajua maandiko yanasema modo kwa gani aiketa ukiatana muikate. Mtu mwovu hata kama hajakibizwa anakimbia tu. Anaona kama anakimbizwa. Yoshua ameambiwa uwe hodari na moyo. Ati hakuna mtu ambaye ataistahimili mbele yako. Iposa kama magonjwa mengine inakuzu. Ukisikia sasa umegonjeka unaona kama utakufa. Hapana. Ndio nasema ya kwamba kwa mapigo yake tulipata uponyaji. Uponyaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati umefika wapendwa. Tuwe wajasiri wa neno. Uoga ukitoke. Soma Timotheo wa 2:1. Aya yake ni 7. Inasemaje? Waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 1 aya 7. Uoga itoke, tutolee roho ya uoga. Imefanya watu wengi mpaka maisha imekuwa maisha mabaya. Inasemaje? Maana Elohim hakutupa roho ya uoga, bali nguvu ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ile roho tuliyopokea si ya nini? Uoga. Si uoga. Unaogopa nini? Hatukupewa roho ya nini? Uoga. Ya uoga. Ukisoma 21 verse 8 Revelation, Ufunuo, inasema waoga wameorodheshwa kati ya watu ambao hawatalithi nini? Falme. Iguoya, adwame iguoya. Kwa hivyo Yoshua, tujifunze na Yoshua. Yoshua kwa sababu ya kutii neno la baba wetu ndiye ambaye aliyafikisha Waisraeli katika nchi ya nini? Ahadi. Ya Kanaani, ama nchi ambayo ni nchi ya ahadi. Ninapoendelea kumalizia 34:7 inasemaje? Kuna kitu ambacho tunatumiwa Zaburi 34:7, Zaburi 34 yake ni ya 7. Kuna kitu ambacho huwa tunatumia na ni kitu kipi? Zaburi sura ya 34 aya ya 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Ati malaika wa baba alaika amwonenya malaika yekera kia ndo alia amore. Haleluya. Malaika wa baba. Baba, unajua malaika ndio huwa tunatumiwa ili watuongoze. Sio damu ya Yashua inatuongoza. Muelewe mzuri. Damu ni ya kuosha nini? Dhambi. Hata kwenye magari nasikia maombi mengine watu wakiomba, tunaomba usikile hii damu, hii kali kwa damu ya Yashua. Zikile hii nyumba ni malaika. Malaika ndio wanafanya namna gani? Wanazingira. Sio damu, damu ni ya kuosha nini? Dhambi. Dhambi. Kuna tofauti ya damu, kazi yake, kazi ya Roho Mtakatifu na kazi ya malaika. Kwa hivyo nasema ya kwamba malaika wa baba ufanya mahali ufanya kituo. Alishagiria kiraro, yani anapelekana moja kwa moja. Ndipo sasa Danieli anapotupa kwenye tundu la simba, anapata damu ya Yashua. Alipata nini huko? Malaika. Alipata malaika tayari ameshafika. Si namna hiyo na kuziba vinywa vya nini? Simba. Ya simba. Wakati Petro alipotupa kwenye korokoroni katika Matendo ya Mitume 12, alitumiwa nini? Ni damu, ni malaika alitumiwa. Malaika akamwambia amka. Vaa viatu. Nifuate. Unaona kama unazingira, unaona kama unakuwa na malaika? Unakuwa na wangapi? Na mbona unakaa maisha yako ni ya hofu, maisha ya kuogopa?
malaika wa Baba hufanya kituo. Hebu tuangalie kama kuna watu ambao walitumia malaika hapa. Kabla tujafika mahali pale, soma katika kitabu cha Kutoka 14 yake ni ya 10. Waisraeli wamefika katika hali ya hatari. 14 Kutoka aya yake ni ya 10. Kutoka sura ya 14 aya 10. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana, wana wa Israeli wakamlilia Elohim. Sinaona mahali pale. Hata Waisraeli walipofika katika bahari ya Shamu, kabla hawajavuka, maana hawangevuka, lazima miujiza ingetendeka. Ndio. Walipotazama nyuma, wakaona jeshi la nini? La Farao. Wakaogopa. Nilikwambia uoga inakuja kwa kuona na kusikia. Mambo ambayo huko na kusudia ila kuona ama kusikia. Wakaogopa. Hata kijana ukiuliza msichana akukatae, ulikuwa unategemea atakukubali. Kuna bwana anaigiza uoga, mimi sitauliza mwingine. Sasa huwa nikimuuliza wewe mwingine akatae. Endelea kuuliza. Isaka hakuchipa kisima moja. Alipochipa akanyang'anywa, alienda kwa ingine akachipa. Akanyang'anywa, akaenda ingine akachipa. Endelea kama unauliza. Lakini pia wewe uangalie kama umetina na nani? Elohim. Na baba wetu. Maana unaweza kuwa pengine baba amekuachilia pia. Unajua kuna ambaye kwa sababu ya kuuliza wa kwanza na alikuwa na matumaini lazima atamkubali. Wengine wamekurua vihela na wasichana. Ndipo wanakwambia kijana, kabla msichana hujamua, wacha kukula hela zako. Wengine wamekurua vihela. Hasa unahesabu. Kuna mwingine aliniambia, pastor, huyo mimi amenikata, nilikuwa nimemnunulia viatu na nguo na simu. Sasa ni mke wako, sasa nilikuwa ananiambia nikamwambia nimutishie, na wakati nilikuwa nampatia ulikuwa unaniuliza. Watu wasema wako mahali pale wako kule. Kuna wanakuwa pale wanakula kama jugu karanga. Watakukula. Na unajua mwanaume naye kwa akiona msichana tu namna hii kijana, anasema basi. Hata kiitishwa viatu. Ananunua 2000 yake na vaga 300. Hiyo ndio shida. Sasa akataliwe, uoga umeingia. Na ndio nimewekeza. Ulikuwa unawekeza ni chapa. Ati nimewekeza. Umewekeza nini? Wewe ukikataliwa mahali pale, nenda kaulize mwingine. Akikataa, nenda kaulize. Maana wasichana hao wote si wako, mmoja ndio wako. Naambia kama ukiingia super, si kama vile unaingia super. Vitu vyote sio zako zikuwa kwa super, atunataka kuchukua hii, chukua kile ambacho kupeleka mahali pale. Kwa hivyo hata wasichana akikukataa, wewe si uliuliza wewe kabla hujanini? Ukauliza ukasema akakwambia yenyewe, lakini na si wewe. Mpaka ukafikia wako ama sivyo? Ndivyo. Sasa fikiri hapa alishaingia uoga. Aiwa anasema ile tu yangu itigero. Sasa huyo hakuwa wako. Na hapo nitakuja kufundisha usiwekeze kwa wasichana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wangapi wamekuliwa na wasichana hapa wakakatalia? Ni wasichana wangapi ambao wamekuwa? Unajua kuna pia wasichana ambao maseducer. Wasichana ambao anajua kukula, anajua kuwapanga, anajua kupaki vijana. One kimedero. One wao hiti. Wagofa wagafogo. Sasa anakulaga huyo anamwambia, akimuza anamwambia ngoja nitakupatia ripoti. Na muisha koroga mpaka kila sema naona hapo na matumaini. Akienda kwa huyu anaona kuna. Sasa kuna kwa vijana wengine wamekaa mahali pale wamepikusha sasa. Wote wanaona kuna matumaini. Kuna msichana wacha kuseti watu. Moyo seti mono. Na najua wewe si nataka kitu ambacho kiko kwenye mfuko wako. Sasa kijana baada ya kukatalia uoga inaingia, uoga ikiingia basi hata uliza mwingine. Ndipo sasa mnakutaka mtu mpaka ameacha imani. Ama sivyo? Ndivyo. Sema wasichana wa kanisa ni wapaya. Wao ndio walifanya vibaya. Mimi wangu Shalom. Hata kukula Paulo kama yangu kabla sijamuoa. Wako porola. Unajua? Vijana wanasema unajua kiwekeza sana ndio utapata. Hiyo sio paka. Hiyo tivekeza tunaweza wengine ndio wanaona interest. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wacha uoga. Amen. Na nyinyi wasichana wacha kukula watu.
Ndio. Kama hutaki mtu mwambie wewe si wangu. Naam. Endelea kuomba. Ndivyo. Wacha kupatia mtu matumaini. Kama mtaki mwambie kinaganaga. Kabisa. Si wewe. Naam. Naona damu yangu, moyo wangu na wewe ni kama hapana. Haziambatani. Lakini unaweka mtu seti namna hiyo, unampigisha seti. Na miaka inaenda. Na unajua vile unajua. Na unamula. Hiyo tumekaa tu hapa tunasema na wote. Hata hiyo viatu umevaa, pengine ulinunuliwa na kijana. Ulimkataa. Hiyo kiatu umevaa. Wengine paka wananunuliwa nguo za kusimamia harusi. Amen. Sasa kijana unaona kama nimenunulia nguo ya kusimamia harusi najua nina hakika atanikubali. Ndio. Wewe hiyo nguo umevaa nani alikununulia? Na hiyo kijana ulimkataa. Msichana tegemea kula jasho lako. Ukimenya kule pia shia na wewe. Watakutana siku moja wapia wewe mimi nilinunua viatu. Nguo. Kabisa. Unakupaka ile harusi ya Jose. Deacon. Mimi ndio nilinunua. Unafikiri yeye ndio alinunua hiyo nguo? Si mimi. Hasa wanafarijiana. Sasa wewe wakishaongea wataanza kuweza kale neka kama ndo wako muda ndokia inako. Na ndipo nakuta wasichana wengi watakuwa hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kijana kama uko na uoga, wacha uoga, uliza mwingine. Namalizia, Bwana muda hauko. Amen. Kitabu cha Kutoka 14 aya yake ni ya 10. Waisraeli wameona hawa ni maadui. Na mbele kuna bahari ya Shamu, ikawa namna gani? Wakaogopa sana wakamlilia Elohim. Wakaogopa sana wakamlilia Baba wetu wa mbinguni. Ndio. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapa kuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Bwana asifiwe sana. Amen. Wakaogopa sana. Ndio. Wakaogopa sana. Ndio. Wakaambia Musa, mbona umetutoa katika nchi ya Misri tuje tufia hapa? Ndio. Umetutoa kwa nini? Wakaogopa. Maana waliona. Naye baba akawaambia namna gani? Musa akawaambia aje? Neno hilo silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Ndio. Musa akamwambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Elohim. Haleluya. Amen. Msiogope. Simameni. Mkono wokovu wa nani? Wa Elohim. Msiogope. Muone wokovu wa nani? Wa Elohim. Kwa nini? Kwa maana hawa Misri mlioona leo, kwa sababu hizo shida unazoziona siku ya leo hamtaona tena milele. Haleluya. Amen. Haijalishi ni shida ina gani. Amen. Wacha kuogopa. Wacha kuogopa. Mtazamie Roho. Amen. Anasema vita sio zako, vita ni zake. Vita ni zake. Si baba wetu wabariki sana. Amen. Naona muda tumepitisha kwa dakika nyingi sana, lakini kwa sababu ya maneno ambayo niliyokuwa nikiongea pale awali. Kwa hivyo kwa wakati huu, kwa sababu aliyonipa tutasifu kwa nyimbo kama 6 hivi, kwa sababu ratiba iko na ndugu yetu Deacon. Baadaye tutaomba ama tuombe kwanza, tumalizie na kusifu. Funga hiyo milango tuombe. Tunaomba kwa ajili walio nyumbani pia, na pia kwa ajili yetu sisi, maana wengi wako na uoga, hawajui jinsi ambayo itakavyokuwa. Wanaona ni kama kwamba wamefika mwisho. Wengine hata wanataka kujua kwa sababu ya mambo ambayo yapo. Kwa hivyo ningetaka tuombe pamoja na walio nyumbani na pia sisi ambao tuko mahali hapa, na umsihi baba wetu hiyo roho ya uoga apate kukuondolea. Hebu tupate kuomba. Tunakushukuru Baba, tunasema ni asante. Wewe ni mwema na hakuna mwingine aliye mkuu kama wewe, Elohim wa Israeli. Tunakushukuru kwa umbali ambao mtakatifu umetoa na hata kwa wakati ambao umeweza kutufikisha. Tunajua ni kwa ajili ya mkono wako na hata uwezo wako Baba wetu, ndiposa tupo mpaka wakati mtakatifu wa Israeli.
umetufunza mema na mengi mtakatifu kuhusiana mtakatifu na roho wa uoga. Roho wa uoga umepekea watu wengi wakakosa kutekeleza yale baba wetu wangetekeleza. Roho wa uoga umefanya watu wakakosa kuridhi yale baba wetu wangeridhi Elohim wa Israeli. Roho wa uoga umepelekea watu wengi wakakosa mtakatifu kukaa kulingana sababu ungependa. Na ni kwa sababu ya kutotii neno lako. Umetuambia kwamba jawabu mtakatifu wa Israeli ya kutoa uoga na hata baba wetu kutamaraki mambo ambayo tungehitaji ni kutii neno lako la Israeli. Tunakuomba mtakatifu, dhambi na uovu ya kutotii neno lako ukapata kutusamehea. Na kuanzia siku ya leo baba wetu ukapata kutondea roho wa uoga, tukapata kuwa watu wajasiri, maana unasema vita sio zetu, vita ni za kwako Elohim wa Israeli. Unasema si tuanze tu mtakatifu kama tumekutazamia na tunajua kwamba mambo itakuwa sawa. Tazama walio manyumbani, walio nchi za nje ambao wamekuwa kinamana pamoja nasi, tunawabarikisha mkononi mwako. Ambao ni wagonjwa mtakatifu wakapokea uponyaji kupitia Mesaya. Ambao baba wetu walikuwa wamekata tamaa, wanataka kujua mtakatifu wa Israeli, roho ikapata kushindwa kupitia Mesaya. Maana kwako kuna matumaini. Baba wetu ndoa nyingi zilikuwa zivunjike mtakatifu wa Israeli kwa sababu ya shida ambazo zimekumba ndoa zile, kwa sababu ya changamoto za kimaisha. Siku leo tunatangaza ndoa zile zimepona kupitia Mesaya. Na kutegemea safi na Mesaya Yashua tumeomba na tumeamini. Amen. Kwa hivyo utasifu kwa hizo kadhaa, alafu mtumishi ataendelea. Kwa hivyo waongozaji wa nyimbo kama 6 hivi 7 itakuwa sawa sawa, kisha tuendelee na ibada. Nyimbo za sifa. Yeah.
Asante Mtakatifu kwa sababu ya wakati huu. Asante kwa sababu ya pumzi ya uhai. Asante kwa sababu ya afya njema. Asante kwa sababu ya kutupa ruhusa ya kuruka mbele zako na kucheza na kukuimbia. Asante kwa sababu ya tumaini ya uzima wa milele. Uinuliwe, utukuzwe Baba wetu kwa jina la Mesaya. Tazama kwa kipindi ambacho kimerudi nyuma, Mtakatifu, tunakushukuru. Tazama kilicho mbele pia tunakabidhi mbele zako Mtakatifu, uendelee kuwa pamoja nasi hadi wakati wa jioni, Mtakatifu wa Israeli. Nataka Bwana Yakobo, ibada ya siku ya leo imekamilika katika hali ya baraka na furaha na amani, Mtakatifu wa Israeli. Na tukiwa kitu kimoja na tukiwa Baba tumejazwa nguvu zako za Roho Mtakatifu, katukumbushe kuambia ni asante Baba wetu kupitia jina la Mesaya. Amen. Tuwakumbuka wote walio manyumbani, tuwakumbuka wote Mtakatifu wa Israeli ambao tumekuwa tukiandamana pamoja nao. Wote Baba wetu kaweze kuwajaza nguvu zako za Roho Mtakatifu. Na hata kwa wale ambao hawakujui Mtakatifu kapate kuwaokoa wakajua neno la kweli, Elohim wetu kupitia jina la Mesaya. Amen. Asante kwa sababu ya serikali yetu ya Kenya, Elohim wa Israeli. Ikabidhi mbele zako ukawabariki wote wanaoongoza katika serikali yetu, Mtakatifu wa Israeli. Hata siku ya pili ya juma ambao ni Jumatatu, Mtakatifu wa Israeli, tunatazamia mambo mema na yale yote ambayo president yote atakao kuwa kila na Mtakatifu wa Israeli. Wacha kanisa kulingana mapenzi yako Baba wetu kupitia jina la Mesaya. Amen. Na nikutie jina safi la Mesaya Yashua tumeomba na tumeamini. Kwa hivyo asante sana, wamefikisha katika wakati huo. Kwa hivyo walio manyumbani, kwaherini, Baba wabariki mpaka wakati mwingine ambao Baba wetu atatujalia. Asante sana. Karibu sana Biko.